Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana haya ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Inaelezwa mambo yamezidi kuwa mazito kweli kwa upande wa timu zote mbili. Hapa nazungumzia Simba ambao wamekubali kucheza, ila Yanga ambao wameendelea kuweza kushikilia msimamo wao. Bodi wamekuja na maamuzi mapya mara baada ya kuweza kuona mambo yanayoendea vibaya kwa kile ambacho kinachoendelea, huku wakiona siku zinazidi kwenda lakini hakuna muafaka ambao unakwenda kuchukuliwa kuhusiana na kile kinachoitwa maamuzi sahihi ya mchezo huo, ambapo nafahamu kwamba bodi ilitangaza kuweza kutangaza tarehe, lakini leo hii wamebadilisha kile ambacho walikitangaza na kutangaza haya ambao nimekusogezea. Utakwenda kujua hapa kila kitu ambacho kinachoendelea kwa wakati huu kwenye kikosi cha mabingwa Young Africans juu ya msimamo wao wa hatuchezi vipi watabadilisha kutokana na maamuzi haya ambayo yametolewa na bodi ya ligi kwa siku ya leo. Utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media, karibu tujuzane yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha mabingwa watetezi Young Africans juu ya kile ambacho na wao wameweza kukisikia kutoka huko katika maamuzi. Bana, unafahamu ya kwamba sasa hivi mambo yanazidi kwenda huku mchezo unaofuata kwa upande wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika upande wa michezo yao ambayo wamecheza katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Ikumbukwa kwamba mchezo ambao unafuata ni mchezo wa dabi ya Kariakoo kulingana na ratiba ambavyo inavyosema. Unafahamu ya kwamba hapa sasa hivi klabu ya soka ya wananchi watacheza michezo wa kombe la hapa nazungumzia CRDB Federation Cup. Baada ya hapo kucheza mchezo huo, mchezo unaofuata utakuja kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ni Simba na Yanga kwa mujibu wa ratiba ambavyo inavyoelezwa. Sasa bado msimamo umekuwa ni mzito, na hata mwenyekiti wa bodi ya ligi bwana Steven Mguto ameweza kuweka wazi na kusema ya kwamba wanapata ugumu kwenye kulimaliza sakata hili, kwani kumekuwepo na watu wazito wenye nyadhifa katika nchi hii ambao wanaendelea kuweza kushikilia msimamo wa klabu ya Young Africans na kuwaunga mkono, na hata mashabiki zao na wanachama ambao wamekuwa wakiendelea kuweza kutilia msimamo juu ya kauli yao ya hatuchezi katika kile kinachoelezwa. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kumaliza sakata hili, wakisema ya kwamba kile ambacho wao wanakiona pengine ni kufanya maamuzi ya kugawa hapa nazungumzia hapa nazungumzia kila upande unufaike kwa alama moja kwa kile ambacho kinachoelezwa kwamba pengine inaweza ikawa ni maamuzi sahihi. Kama watu wasipoweza kubali kucheza, basi wagawe alama moja kwa kila timu. Mijadala mingi baada ya mechi ya watani wa jadi Yanga na Simba kushindwa kuchezwa imeangalia kanuni kutaka kujua nani alikosea na nani hana yake ya kutokana na kitendo cha Simba kuamua kutopeleka timu uwanjani. Yanga kuweka msimamo kuwa mechi ifanyike kwa bodi ya ligi kuahirisha mchezo wakati mashabiki washaingia uwanjani kabla ya mechi hiyo ya Machi 8, 2025. Simba ilitoa taarifa jioni Machi 7 kueleza kuwa timu yao imezuiwa kuingia uwanjani kufanya mazoezi mepesi kama kanuni inavyotaka, na hivyo kutangaza kutocheza mechi hiyo hadi waliohusika watakapochukuliwa hatua. Sasa mpaka sasa hivi kile ambacho kinaonekana na watu wanakiomba
Hata bungeni viongozi wamekuwa wakiweza kuomba ripoti ya uchunguzi ya kutaka kujua nini kilisababisha dabi ya Machi 8 haikuchezwa na kitu gani ambacho kilipelekea mchezo ule kuweza kuahirishwa, kwa sababu ilisema bodi kwamba itachukua hatua kwa kufanya uchunguzi na kuja na ripoti ya kile kilichosababisha, lakini baada yake wakaja kutangaza moja kwa moja tarehe ya dabi bila kutoa ripoti ya nani ambaye alihusika katika sakata hili. Barua hiyo haikueleza imesimamia kanuni gani kuamua kutopeleka timu uwanjani, wala kanuni ambayo inalazimisha hatua zichukuliwe kwanza ndipo mechi ichezwe. Hata hivyo, taarifa ya bodi ya ligi Tanzania TPLB ilieleza kuwa Simba haikutoa taarifa popote kuwa itakwenda uwanjani muda huo kwa ajili ya mazoezi mepesi. Hata hivyo, ikieleza kuwa kuna mambo ya kufanyia kazi kabla ya kuchukua hatua, na hivyo imeahirisha mchezo hadi siku itakayotangazwa. Taarifa zaidi zinasema kuwa basi la wachezaji liliruhusiwa kuingia uwanjani, lakini lililobeba watu ambao si wachezaji lilizuiwa, na ndio kisa cha Simba kususa na kuondoka uwanjani bila kufanya mazoezi. Kwa kile ambacho kinaeleza kwamba basi la Simba lenyewe ambalo lilikuwa limebeba wachezaji lilikubaliwa kuingia uwanjani, lakini basi dogo ambalo lilieleza kwamba limebeba wazee wafupi pamoja na mbuzi ndio liliweza kuzuiliwa. Lakini katika kanuni katika mazingira hayo unaona kabisa kuwa kila upande unajua kanuni zinasemaje, na kwa makusudi kila upande ukaamua kufanya uamuzi ukijua kuwa kasoro nyingine zote zitatuliwa kisiasa zaidi kwenye vikao vya juu ambavyo hata shirikisho la soka TFF na TPLB hawana nguvu. Katika mazingira hayo ni kupoteza muda kuzungumzia kanuni kwa lengo la kujua upande gani ulikuwa halali, kuanzia Yanga, Simba, TPLB na TFF. Wote walijua nini wanafanya, na mwenye haki hapo atalazimika kufuata maamuzi ya vikao vya juu ambavyo hata wasimamizi wa mpira hawana nguvu. Isitoshe, hao wenye mamlaka ndio wataomba wasaidiwe na vikao hivyo. Pande zote tatu zinapima upepo unaelekea wapi kabla ya kufanya uamuzi wa kuridhishana na wa kucheza mechi hiyo uliohairishwa, licha ya Yanga kusema bayana kuwa haitacheza hata iwe nini. Lakini pia upepo utategemea matokeo ya mechi zinazofuata za timu hizo, ambapo kwa kiasi fulani zinaweza kutoa taswira ya bingwa msimu huu, Yanga ikiwania kutoa ubingwa kwa mwaka wa 4 mfululizo na Simba ikitaka kurejesha. Yaani kama Yanga akiendelea na tofauti ya pointi alizonazo dhidi ya Simba na watani wao wakapoteza angalau pointi nyingine 3, suala la mechi kupangwa upya alitakuwa tatizo tena. Lakini iwapo Yanga atafanya vizuri katika mechi hizo kabla ya ile itakayopangwa upya, kuna uwezekano mkubwa akaendelea kung'ang'ania apewe ushindi katika mechi iliyoahirishwa, na msimamo huo utafika mbali. Hata hivyo, itakuwa kwa Simba iwapo watafanya vizuri mechi alizonazo kabla ya mechi ya dabi ambayo imepangwa upya, Yanga ikibononga kiasi cha kufikisha pointi tofauti angalau 4, Simba haitahangaika na matokeo ya mechi hiyo na itaweza kuiruhusu TPLB iipe Yanga ushindi ikijua hautaisaidia. Hali itakuwa mbaya kama matokeo ya mechi hizo hayatotoa picha halisi ya ubingwa. Hapo ndio TFF italazimika kutumia watu maarufu na wanasiasa kuhakikisha mechi hiyo inacheza ili kuondoa kadhia ya kufikishana mbali. Hali hii itakuwa mbaya zaidi iwapo Simba itashikilia msimamo wake kuwa haitacheza mechi yoyote ya ligi hadi waliohusika watachukulia hatua ya msimu huu. Unaona bana? Kwa hiyo hapa mambo yanazidi kuwa mazito. Tusubiri kuweza kuona mchakato utakuwaje katika mchezo huu ambao unaofuata kwa klabu ya soka ya Young Africans katika